ambao nilikuwa nakupa, na ujumbe huu unaambatana na mada ambayo tutakuwa nayo leo, na wageni wetu kama nilivyokuambia tayari wapo hapa studio, ambapo tunaye Alex Fabian Mkamba ambaye ni mratibu wa magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele mkoa, lakini pia ameambatana na daktari huyu Gulinja Anton ambaye ni mratibu wa ugonjwa wa matende na mabusha taifa kutoka Wizara ya Afya. Karibuni sana katika studio. Naona mmekuja na ujumbe mahususi. Nikasema ni muhimu asubuhi hii watu wakausikia na kuweza kuchukua hatua haraka. Labda kwa kuanza, mtazamaji anaweza akatamani kujua nini hasa chanzo cha tatizo kama hili la japo kampeni zaidi ni ya mabusha, lakini tutachanganya mabusha na matende. Labda tujue kwanza nini hasa sababu za kupata tatizo kama hili, daktari? Sawa, asante. Tatizo la ugonjwa wa matende na mabusha linasababishwa na vimelea, na vimelea hivi kitaalamu inaitwa Ushireliya bankrupti kwa zaidi ya 90%, japo kuna asilimia nyingine, kuna baadhi ya vimelea vingine ambavyo vinaweza vikasababisha tofauti na huyo, lakini kwa hapa sisi hapa Tanzania zaidi ya 95%, naweza nikasema ni aina hiyo ya kimelea ndio kinachosababisha ugonjwa huo, na kimelea hicho kinasambazwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia mbu. Kwa hiyo utaona hapo katikati sasa mbu ameweza kuingia, kwamba kwa yule mtu ambaye alikuwa na changamoto ya vimelea wale, mbu katika harakati zake za kuchukua chakula, atakapokuwa anachukua damu, anaweza kuhamisha kutoka kwa mtu mmoja na kwenda kwa mtu mwingine. Ndio. Kwa hiyo ndio sababu kubwa na ndio sababu pekee inayojulikana kitaalamu mpaka sasa. Sawa. Na labda sasa dalili zake mtu ataanzaje kuona au kuhisi kwamba nina tatizo kama hili? Sawa, asante. Baada ya vimelea kuweza kuingia kwenye mwili, wanakuwa na wakishakuwa, baadaye wanaanza kuzaliana na wanakuwa na spidi kweli kweli. Na wanapokuwa wanazaliana wanazidi kukua tena na kukua tena, kuwa wengi na kuwa wengi, idadi yao inaongezeka, lakini pia hata wao kwa size wanaongezeka. Baada ya hapo, vimelea hawa wana tabia ya kukaa baadhi ya maeneo katika mwili, na eneo kubwa ambalo wanakaa ni eneo lenye mfumo wa maji damu. Na wakienda kwenye ndio, katika mwili wa binadamu kuna mfumo wa maji damu ambao kazi yake ni kuhakikisha kwamba unarudisha maji na baadhi ya protini kwenye mzunguko wa damu kwa kutoka sehemu zote za mwili. Sasa wakienda kwenye maeneo haya, wanapokuwa wanakaa, ndipo shida inapoanza kutokea. Kwa dalili za awali, mtu huyu ataanza kusikia bamitoki, ataanza kusikia homa za mara kwa mara hapa na pale, na kama wameenda kukaa kwenye mfumo wa maji damu wa miguu, ataanza kuona miguu inaanza kuvimba, ataanza kusikia, anaona ile ngozi inazidi ya mguu inaanza kuwa ina shine, na anaweza kanasikia maumivu. Hizo ni dalili za awali kabisa. Lakini ikitokea wakakaa kwenye mfumo wa maji damu, hasa kwa wanaume kwenye sehemu za siri, ndio ataanza kuona ile ngozi inayobeba korodani inaanza kujaa maji taratibu inakuwa inaongezeka size, lakini muda utakuwa unaambatana na homa za hapa na pale, lakini maumivu na kuona kama ngozi inaanza kubadilika rangi. So hizo ni dalili za awali kabisa. Sawa. Na sasa nikirudi kwa mratibu, muda mrefu tumekuwa mimi nimekuwa kwenye vyombo vya habari na nikawa nawasikia mkizungumzia hili tatizo na harakati nyingi zilikuwa zikiendelea, huduma hizi zimekuwa zikitolewa. Labda tunaweza kusema tupo wapi sasa hivi? Nikianza kidogo na historia ya magonjwa ambayo yalikuwa hapo mbele, ni magonjwa ambayo kiulimwengu yako sana, lakini katika dunia yako 20%. Katika Tanzania yetu, ina maana yale magonjwa yameathiri sana maeneo, na katika programu ya Wizara ya Afya ina maana yanashirikisha magonjwa 5 katika 20, ambayo tunaangalia usubi, ambayo nafikiri naona usubi uko maeneo ya Morogoro, ambayo mtu anapata ngozi kama mithili ya kenge, mithili ya tembo hivi. Alafu kuna magonjwa ya kichocho, nafikiri unafahamu kichocho cha tumbo, cha mkojo, hasa maeneo ya Shinyanga, Tabora, Tanga. Watu wengi sana wana vichocho. Alafu vile tunapata magonjwa ya trakoma au vikope, hasa maeneo ya Dodoma yako yameathirika kubwa sana. Alafu sasa
ndio maeneo nini, ndio hayo maeneo ya ugonjwa wa mabusha na matende ambayo yako sana katika nchi hasa nchi za kijoto, hata kiswa ni mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Lindi, Mtwara, Mbeya, yapo magonjwa hayo. Sasa programu hii baada ya kuona kwamba magonjwa yamezidi kuongezeka na tafiti mbalimbali zimefanyika kwamba kulikuwa na wilaya zaidi ya 119 ambayo zilikuwa zina magonjwa ya matende na mabusha, lakini Wizara ya Afya kutafuta wadau mbalimbali tulianza kufanya utafiti kuangalia kubwa tatizo. Tukagundua kwamba tatizo ni kubwa, tukaanza kuanzisha dawa. Kwa dawa zikaanza kuanza tangu 2016, 17, 18, 19. Kuanzisha dawa kwa ajili ya kupata kinga. Kwa sababu ili mpaka mtu aweze kuugua takriban miaka zaidi ya 5 mpaka 15 ndio anaona dalili. Kwa kuanzisha dawa, baada ya kuanzisha dawa zaidi ya wilaya 119 zikawa zimepungua, zimebaki wilaya 9. Baadaye zibaki tena wilaya 5. Ambapo Dar es Salaam ni moja wapo ya wilaya ambayo imebaki, hasa wilaya ya Kinondoni kwa kata 10. Kwa hiyo zoezi ile tulianza zamani kutoa dawa kupitia ufadhili mbalimbali. Baada hapo, baada ya kufikia lengo hilo, tukaanza upasuaji. Wizara ya Afya sasa tuanze upasuaji. Hii programu ya upasuaji ikaanza mwaka 2019-20. Uitikio wakati ule ilikuwa ni mdogo. Watu walikuwa wanaogopa kuja kupasuliwa, watu walikuwa wanaogopa kwamba akipasuliwa anaweza kufariki, akipasuliwa anaweza nguvu za kiume zikaondoka, afanya kazi atandolewa labda nguvu yake asili Mungu alimwezesha. Kwa hiyo kama ikawa ni shida kuelimisha jamii hasa maeneo ya pwani, ikawa ni tatizo, lakini tulianza upasuaji. Tulianza Kigamboni, tukafanya upasuaji, tukaendelea Kinondoni, tukaendelea Temeke, tukaendelea Ilala, tukapasua. Kwa Dar es Salaam utafiti ufanyika mpaka 1994, kulikuwa na mabusha ilikuwa 4,000 na matende ilikuwa 3,000. Kwa programu ilikuwa ni kuondoa, kwa sababu ashapata dawa. Na ukiangalia ile mwaka 2020 baada ya kubaki wilaya moja ya Kinondoni, ina maana hali ya maambukizi ilikuwa imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Hasa bado wale watu ambao walikuwa na mabusha lazima tuwafanyie upasuaji. Ndipo sasa tulianza kupasua kwa kiwango mwaka juzi 2023 tunaweza kufikisha upasuaji wa wagonjwa 1081 kwa kiwango kikubwa ambacho tulianza taratibu tukapanda. Hasa ndio mwaka huu sasa 2025-26 Wizara ya Afya dawa ikasema hapana, tuendelee tena zile mwaka 23 tuendelee tena kupeleka upasuaji mwaka huu. Tukapewa lengo la kuhakikisha wagonjwa 500 watakiwa pasua. Lakini baada ya tamko hili, baada ya kupata fursa, tuko wapi sasa? Ina maana mwitikio wa watu umeongezeka. Kwa sababu takriban siku hizi kuanzia tarehe 5 tulipoanza tunafungua kambi ya kufanya screen ili kubaini kwamba fulani anabusha au hana. Wagonjwa zaidi ya 165 walijitokeza katika vituo vyetu vya Kilakala pamoja na Kinondoni. Kwa vile walijitokeza tukapata ambao wanatakiwa kupasuliwa walikuwa 127, na tayari jana na tayari Kinondoni walipasua wagonjwa 27 juzi na jana wapasua, na leo tarehe Ijumaa tuna idadi ya wagonjwa upasuaji kuanzia leo mpaka Jumatatu. Kwa takriban leo tena Kilakala wanapasua, wanazindua upasuaji. Kwa wagonjwa tayari wapo, list tayari ipo, na wagonjwa wengi kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Bagamoyo, wengine Morogoro. Kwa mwitikio ni mkubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Sawa. Na labda mtu anaweza kama anajiuliza nini athari za mtu anazoweza kupata akiendelea kuwa na maradhi haya, kwa sababu nauliza hivi ni maradhi ambayo yamekuwa yakibeba niseme nini, dhana potofu, sijui niite hivyo. Daktari, labda hiyo gani? Asante. Kama nilivyoeleza hapo awali, sasa tunamchukulia huyu mtu kwamba ameshapata vimelea, vimeshaingia mwilini, vishakuwa broke zile njia. Upande wa miguu anaanza kujaa, mguu unaanza kuvimba, unazidi kuongezeka size, unakuwa mkubwa. Baadaye unazidi kubadilika rangi, ngozi yake inakuwa ngumu kama ya tembo. Huyu mtu anapata shida hata kutembea. Lakini mwingine ni kwenye mkono, mwingine ni kwenye titi kama ni mwanamke. Mtu huyu anaanza kupata changamoto za kuweza hata kutembea.
Sasa unapoona mtu changamoto kama inapotokea inakupa ishara gani kwamba hawezi kufanya shughuli za kawaida ambazo angeweza kuzifanya. Kwa changamoto namba moja kabisa, jambo hili linampelekea kwenye umaskini, kwa sababu hataweza kufanya shughuli zake za kawaida. Lakini chukulia huyu mtu aliyepata busha hasa kwa wanaume, anapopita mtaani watoto wanacheza mpira, wanasema yule kaficha mpira wake. Kwa hiyo ni unyanyapaa. Kwa hiyo inamfanya asiwe na confidence. Akipita sehemu watu watamsema, akipita akikaa na wenzake watu watamsema. Kulikuwa kuna hizi kauli ama watu kama wanapuliza puto. Kwa hiyo utaona kwamba mtu hawezi kukaa karibu na watu, lakini pia hataweza kuvaa nguo kama tulivyovaa sisi. Kwa hivyo kuna restriction, unajua ukienda kwenye sehemu za kazi kuna taratibu za mavazi. Hawezi kuvaa msuli anaingia ofisini. Kwa hiyo zinazidi kulimiti uwezo wake. Sasa ikishaanza hivi, yeye kama mwenyewe anaanza kupata tena shida ya afya ya akili. Sonona, msongo wa mawazo unakuwa ni mkubwa sana na ana familia inamtegemea. Kumbuka kama alivyosema mratibu, amepata maambukizi miaka mitano akiwa na miaka 6-7, lakini athari inakuja kutokea na miaka 45-50 ambako tayari ana familia na watu wanaomtegemea. Kwa hiyo athari zote hizi zinakuwa kwa ujumla, kwa kuanzia athari za kijamii, za kiafya, lakini pamoja na za kiuchumi kwa ujumla zinampata mtu huyu. Sawa. Na labda sasa tukiangalia kwa namna ambavyo mtu anakuwa tayari yuko kwenye tatizo, labda hatua ya kwanza, kama sasa hivi imetokea kampeni ni sawa, lakini kama hakuna kampeni, labda hatua ya kwanza anatakiwa afanye nini? Hatua ya kwanza imeshaelekezwa na Wizara ya Afya kwamba aonapo dalili hizo ama za kufanania aweze kufika kituo chochote kile cha afya. Ni vile tu kwamba watu labda wakuwa na hofu, lakini huduma hizi zinafanyika. Na katika idadi ya wagonjwa ambao walikuwa na mabusha ambao amewataja mratibu tuliowahi kuwafanyia upasuaji, zaidi ya wagonjwa 2000 waliweza kufanyia upasuaji hospitalini, kwa maana wao wenyewe kwenda hospitali na kusema mimi na changamoto hii, na madaktari wakaweza kumscreen na kumuona kweli na changamoto hiyo na wakamfanyia upasuaji mdogo. Kwa hiyo ni labda tu tuendelee kukumbushia kwenye jamii kwamba tatizo hili linatibika hospitalini, halitaki kusubiri kambi. Kwa hiyo yule ambaye ana changamoto hiyo afike mara moja. Na tumekuwa na desturi ya kuogopa gharama ambazo hatuzijui. Yaani unakaa unasema nikienda kupasuliwa naweza nikaambiwa labda milioni. Hapana. Fika hospitali. Kuna taratibu zake, una changamoto, kuna watu wake. Na ndio maana utaenda hospitalini, kuna watu wa ustawi wa jamii, kuna watu wa nini, hata kwenye jamii zetu wale watu wapo. Kwa kama una changamoto, mnaweza mkasolve, lakini kipaumbele cha Wizara ya Afya. Wizara ya Afya haifanyi biashara, inafanya service delivery. Kwa hiyo kama wizara tunafanya service delivery. Kwa hiyo hatuwezi kumwacha mtu akiwa na changamoto kwa sababu tu labda ya changamoto za kifedha ama nini. Hapana. Kwa hiyo ni rai kwamba watu wasisubiri kambi. Wapatapo changamoto hizi waweze kufika kituo chote cha afya, watapatiwa huduma stahiki. Sasa nikawa anasema nini lengo sasa la kambi hii sasa hivi? Labda mratibu. Lengo la kambi hii ni kuweza kutoa huduma na vile vile lengo la kambi hii ni kuweza kufundisha madaktari katika mkoa wa Dar es Salaam. Maana kupata madaktari kupata hii kambi ya upasuaji na vile vile ni moja hapa kuwezesha madaktari wetu kwenye vituo vya tiba waweze nao kufanya upasuaji ule, kwa sababu hii taaluma inafanya na madaktari kutoka hospitali Muhimbili. Kwa hiyo madaktari wetu tunawatoa nao waweze kupata nini, kupata upasuaji, kujifunza na waweze nini watakapoondoka ile itakapokuisha tuweze kuendelea. Na tumeamua kwamba katika bajeti zetu, kwa sababu hii program imefadhiliwa na bure kutoka na mfuko wa rais, ambao rais ametoa fedha mapato ya ndani kwa ajili ya kufanya upasuaji huu. Zamani tulikuwa tunapata hela za wadau siku hizi hakuna. Kwa tumetumia mapato ya ndani kwa ajili ya kuweza kufanya upasuaji huu. Na tukapanga kwamba katika mwaka huu tuliweka fedha katika vitu vya huduma kwamba kuwe na fedha kidogo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Na hata kama mtu atakapofika pale akijulilika na ugonjwa zaidi ya ule, vile vile madaktari watamsaidia upasuaji bila shida aina yoyote.
Kwa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaomba Watanzania wote katika maeneo yote kwa Dar es Salaam tujitokeze kwa kupata hii fursa ambayo ni adimu kupatikana, ili angalau watu wapate huduma ya hiyo upasuaji. Sasa na daktari, labda vipi namna ya mtu kujikinga? Okay. Kwa sababu kama ulivyoona gap aliyohitaja mratibu hapa ni kubwa. Umeambukizwa ukiwa na miaka 3 5, matatizo yanayo kuonekana ushakuwa mtu mzima. Labda namna gani bora sasa Mtanzania anaweza akajikinga dhidi ya maradhi haya matende na mabusha? Asante. Kwanza katika hilo swali nadhani tutatoa na ile dhana potofu ya kwamba nikinywa maji ya madafu nitapata tende, si nikifanya hiki, nikila si chumvi nyingi nitapata busha. Hapana. Sasa kama nilivyoelezea hapo awali, ugonjwa huu unasababishwa na vimelea. Kwa kama tushajua kimelea, ni rahisi kujua namna kujikinga, kwa sababu kimelea kile kinasambazwa na mdudu. Kwa cha kwanza tunaanza hapo, kama kuna kimelea lazima tukitibu, tukiue. Na njia ya kukiua kimelea ni kutumia dawa za kingatiba. Ametaja hapa mratibu kwamba umezeshaji wa dawa za kingatiba umefanyika kwa miaka ya nyuma na zaidi ya halmashauri 114 sasa hivi zimesha graduate, zimebaki halmashauri 5. Kwa hiyo naona kwamba tukimeza zile dawa za kingatiba ambazo tunakuwa tunapita kwenye community, kwenye jamii, nyumba kwa nyumba, kumezesha watu kuanzia miaka 5 kuendelea, zile dawa zinasaidia kuzuia maambukizi yasiendelee kwenye jamii na kupunguza. Kwa hiyo ni rai kwa jamii ambazo bado zinahitaji kingatiba waweze kupata dawa hizo. Kwa hiyo la kwanza. Lakini la pili linakuja kwamba ili tuweze maambukizi yaweze kuendelea lazima kuwe kuna mbu. Na mbu naye ili aweze kusurvive kuna madharia yake. Na mara nyingi tumekuwa sababu ya sisi kusababisha haya madharia ya mbu. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunakula mfano madafu, tunakunywa maji ya madafu, tunatupa vile vifuu ambapo baadaye mvua ikinyesha vile ndio vinakuwa source, kama breeding source ya wale mbu. Kwa hiyo ni sisi kuwa namba moja kuhakikisha kwamba madharia yote ya mbu, mimi na wewe tusisubiri afisa mazingira aje atuambie fyeka hapa. Wewe unaona kwamba mazingira haya yanaweza kusababisha madharia ya vimelea vingine au vimelea wadudu wengine. Kwa hiyo kuhakikisha madharia yote ya mbu tunaweza kufanya nini? Kuyatoa. Lakini wizara imekuwa ikisisitiza maeneo ambayo yana ukanda wa mbu, maambukizi ya malaria, magonjwa kama hayo na magonjwa kama haya, kuhakikisha watu wanajikinga na neti ambazo ziko treated nets. Kwa kuhakikisha unapoenda kulala unalala katika chandarua ambacho tunaamini sisi kama wataalamu kitakulinda na wale mbu. Kwa hiyo ukishakata chain za maeneo haya utakuwa umeweza kujikinga na maradhi haya. Ndio, lakini ukishapata complications zake ni ngumu. Ukishatokea kwa mabusha ndo tutafanya huo upasuaji. Labda nikiongezea hapo, kwa Dar es Salaam tulipokea viuatilifu vya Biolumicidin, kila manispaa ilipokea lita 500. Kwa ilikuwa na lita 5,000 kwa ajili ya kuweka kwenye vandu vya Biolumicidin. Kwa nazo limeshafanyika na mali ya malaria kidogo imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Na vile vile tuligawa vyandarua kupitia Mama Samia Suluhu Hassan, tuligawa vyandarua kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa watoto wote wa shule za msingi, walipata vyandarua wote kwa ajili ya kujikinga na malaria. Kwa hiyo intervention ya kujikinga na mbu inafanyika sana 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 sana, itakuwa ni nchi nzima kwa ajili ya kujikinga na mbu. Na ndio maana hata tatizo umezaji wa dawa, vyandarua, hata kwa mama wajawazito na watoto chini ya mwaka mmoja wote wanapewa vyandarua. Kwa hiyo maana hiyo nayo imechangia na imesababisha hali ya maambukizi kuweza kupungua kwa kiasi kikubwa. Lakini mratibu, kumbuka zamani zile kampeni za kingatiba zilikuwa nyingi au sijazisikia tena? Yaani ile utoaji wa dawa. Dawa tumesitisha mwaka 2023 kwa maeneo mengine, kwa sababu baada ya kuona Ilala pima, kwa sababu WHO inasema lazima muwe na wagonjwa ambao wenye maambukizi. Tulifanya survey. Kwa hiyo tulifanya survey, tukapima wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili, tukaona maambukizi ilikuwa chini ya 1%. Kwa pale huwezi kuona wakati na miaka 3 tena unaanza na kupima tena. Tukapima na jamii tena. Baada ya kupima kote mara 2 tulipima. Tukakuta bado asiliko chini ya 1%, zaidi ya chini ya 1% ngapi? 1%. Na kama ilikuwa zaidi ya 1%, 2%,
kutoa dawa. Kwa hiyo tuliopata kata 10 za Kinondoni ndio zilikuwa asilimia ngapi? 2%, tukatoa dawa. Kwa ina maana baada ya mwaka 2023 kutoa dawa, ina maana wafadhili wameondoka, lakini manispaa iliweka fedha kwenye mpango wa bajeti ya mwaka 2026 kwa ajili ya kutoa dawa za nini, dawa za mabusha, na watatoa na pamoja na hela lingine, pamoja na hela magonjwa nini, magonjwa mengine ya kichocho ambayo tayari programu hiyo ipo. Kwa ina maana zoezi la meza dawa tunatoa katika ile maeneo ambayo kiwango cha maambukizi kimeongezeka, kwa sababu kwa ilibakia tu ni Kinondoni kata 10 ndio dawa zitatolewa tena kwa awamu hii inayofuata. Sawa. Sasa nikawa nasema katika kambi hii ambayo inaendelea sasa hivi na itaendelea mpaka tarehe 30, je, mtu anaweza kutaka tu kuja kuchunguza, labda hata kama hizo dalili ulizozitaja daktari, labda ameshaziona ama hajaziona, lakini anataka kujua tu mustakabali wake kwamba je, nipo sawa ama kuna viashiria vyovyote, anaweza kuja kupima? Anaweza akaja, anaruhusiwa na tumepata pia. Na tulipata watu wanatoka Zanzibar, wanatoka Morogoro ambao wameweza kufika na kusema mimi nataka nijue kama na changamoto hiyo, lakini tumepata pia wale wengine ambao na changamoto tayari wameshapata matende na vitu kama hivyo. Uzuri tuna hospitali ya taifa Muhimbili ambako vipimo pia vinafanyika. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tumekuwa direct, wanaenda na pima na tunapata taarifa and then intervention nyingine zinafanyika. Kwa hiyo wanaweza akaja, kwa sababu sisi tukiwa tupo kwenye kambi, maana yake ndo timu nzima ya matende, ugonjwa matende na mabusha iko pale. Kwa utapata ushauri, utapata maelekezo ambayo ni sahihi kabisa kuhusiana na maradhi hayo. Yes. Sawa. Na labda sasa, mratibu, nini ungekuwa wito wako sasa katika maeneo haya ambayo umeweka kambi, ikiwa kule Kilakala iko Temeke? Kilakala, Temeke na Kinondoni. Wito wangu ni kwamba moja, wananchi waondoe hofu, kwa sababu upasuaji unafanyika kwa usalama kwa asilimia kubwa, na mgonjwa anapofanya upasuaji anafanya sasa hivi hapa, kesho anaruhusiwa anaondoka, na akifanya anaweza akatoka tu akatembea akaenda udini akakaa, kesho akaondoka, baada ya siku kadhaa akaendelea na huduma nyingine za kijamii, asiwe na shida yoyote, kwa sababu tayari tumetoa ushuhuda. Watu wengi kama jana wamepasuliwa pale Kinondoni, mtu anapasuliwa, watu kwa waamini, mtu anafika pale ashafanya upasuaji, anaenda kwenye kitanda analala, jana asubuhi anapewa ruhusa anaondoka zake. Kwa hiyo ni kuwaomba wananchi waondoe hofu kubwa, wajitokeze kwa wingi, na kama utajulika kama una magonjwa mengine ambayo yanataka kufanywa, tumeweka programu hii kwamba angalau tuweze kuwasaidia na wengine ambao na matatizo mengine ya upasuaji. Mnaweza kufika pale na kitu kingine, anaweza vile vile akasaidiwa upasuaji. Kwa hiyo ni wito wangu, tuondoe hofu. Tujitokeze kwa wingi, mtusaidie kama waandishi wa habari, kama vyombo vya habari, tutangazie maana nyinyi kama kalamu, tupate wigo wa watu kujitokeza kwa wingi, ili waweze kupata huduma hii ambayo ni adimu kupatikana mara kwa mara. Sawa. Na daktari, ulizungumzia pale dhana potofu ambazo zilipo, lakini kuna ile dhana potofu pia watu wanaona kuwa anabusha ni ufahari katika baadhi ya maeneo. Labda hiyo hujaizungumzia na kuweza kuiondoa hiyo dhana kwamba mtu ajue kabisa kwamba hili ni tatizo na lazima achukue hatua ya kupata matibabu. Ni kweli. Katika inapoanza namna ambavyo busha linapoanza kutokea kwa mgonjwa ambaye amepata athari ya vimelea, itaanza na uvimbe mdogo. Ule uvimbe mdogo utakapokuwa mdogo, kipindi hicho sasa maumbile ya huyu mwanaume yatakuwa makubwa, yanazidi kuongezeka kwa sababu ya size ya ule uvimbe unapoanza bado katika hatua za awali. Kipindi hiki sasa ndo watu kujiona mamwinyi sasa, kama mimi ni kubwa, ni nzuri. Sasa kadiri anapozidi kuendelea ule uvimbe unazidi kukua kiasi kwamba ule uvimbe unakuwa ni mkubwa mpaka sehemu za siri za huyu mwanaume zinakuwa haziwezi kuonekana na siweze kushiriki tendo. Kwa hiyo tukishafikia stage hiyo sasa, ule umwinyi hautakuwepo tena, bali ni msongo wa mawazo, kwa sababu hata ndoa haitakuwa katika communication nzuri. Kwa hiyo wengi wanaishia huko,
Wakiwa mwanzoni wanakuwa wanajenga hiyo dhana, lakini at the end wanakuwa ni wahanga wakubwa sana wa hizo changamoto. Kwa hiyo wasisubiri kufika huko. Kwa hiyo kwa sababu na hii nafasi wanaweza kaitumia. Na kuna nani kwamba mabusha nayo wanawake wanapata? Yes, ni kweli. Wanawake wanapata mabusha, lakini si kwa asilimia nyingi kama wanaume. Hata takwimu zinawabeba sana wanaume kuliko wanawake, na ni kwa sababu ya maumbile ya mifumo ya majidamu kati ya mwanaume na mwanamke iko tofauti. Lakini pia nawapongeza wanawake, ni wazuri sana katika health seeking behavior. Yaani mama akipata changamoto kidogo tu ataenda hospitali. Kwa hiyo akiona hata kama ni kauvimbe kadogo ambacho hakiko sawa kwenye mwili wake, lazima akamwona daktari kama mbona kuna kitu hakiko sawa katika mwili wangu. Kwa hiyo akifika pale anapopatiwa matibabu kwake naisha. Lakini swala ni tofauti kidogo kwa sisi wanaume, tunakuwa wazito kidogo lakini wamama wanakuwa wanapata, lakini ni a very rare situation, na wakipata wanakuwa ni faster sana kuweza kufika hospitalini compare na wanaume. Sawa. Nilikuwa nataka pia mratibu, kama ungetuelezea kidogo kwamba magonjwa haya yalikuwa hayapewi kipaumbele, labda ni kwa nini, au kutokana na mtu kwamba anaona anakuwa nalo na anaweza kuendelea kufanya shughuli zake walau haya magonjwa yalikuwa hayapewi kipaumbele kulingana na ulivyokuwepo na yale magonjwa, kulingana na intervention mbalimbali, kwa sababu magonjwa ambayo hata kwa dalili zake yanakuwa yanachukua muda mrefu kuja kujigundua na tatizo. Lakini baada ya kuona kwamba hali imekuwa mbaya, sasa ndipo sasa Wizara ya Afya ikayaangalia ile magonjwa yako mengi ambayo yanashughulikiwa, ndipo ikaanza kuyapea kipaumbele kila ugonjwa baada ya ugonjwa mwingine ambao yanatekelezwa na afua nyingine. Mfano kama leprosy na ugonjwa wa ukoma, na unafanya unatibu matibabu kule na programu iko inaendelea. Kuna magonjwa mengine mfano kama magonjwa ya leishmaniasis, magonjwa ambayo yanakuja kwenye mifugo na yanaendelea kukinga mifugo huko. Kuna magonjwa mengine ambayo ya town, magonjwa ya town ambayo vile vile yanaendelea huko. Kuna magonjwa ambayo yalikuwa ni mengi. Sasa yakaanza intervention taratibu kuyapunguza. Lakini sasa Wizara ya Afya inasema ikite na magonjwa mangapi? Magonjwa 5 ambayo ni magonjwa ya usubi, kama ulisema usubi, ambayo yale magonjwa yana athari kubwa sana, ambayo yanaambukizwa na inzi, yanaambukizwa na similar flies, ambayo ni inzi ambaye hasa maeneo ya Morogoro. Haya magonjwa hapo sana Morogoro. Alafu kuna magonjwa ya trachoma, ambayo ni vikope, ambayo ameambukiza sana maeneo Dodoma kwa asilimia kubwa. Alafu maeneo ya magonjwa mengine ya minyoo ya tumbo, ambayo hayo tena katika mikoa, baadhi ya mikoa yapo Tanga, Dar es Salaam, yapo magonjwa hayo. Na kuja magonjwa ya kichocho, ambao kanda ya ziwa, wagonjwa watoto wengi wa shule za msingi wanapata shida sana wanapojua damu, kichocho cha damu au tatizo la tumbo. Kwa programu yote hii ikaanza kuyapunguza kwa kiwango kidogo. Na ukiona katika ya magonjwa ya kichocho cha tumbo, vikope, trakoma, mabusha, wale wote ambao walikuwa na magonjwa kama imeongeza ufanisi wa kiuchumi darasani, watu wanaelewa vizuri. Kwa hiyo ina maana ufanisi wao wa ukuaji wao kitaaluma, kiuchumi umeongezeka sana katika jamii. Kwa hiyo ina maana magonjwa ambayo yalikuwa yanaathiri sana jamii, hasa nguvu kazi kubwa sana ilikuwa inapotea, songa mawazo, atafanya mtoto kama ana kichocho anafika mahali hajielewi, hata huduma zake atazipata wapi? Kwa program ikaanza kutoa muda mrefu dawa hizi, na tumefikia mahali sisi tunafanya upasuaji, na ilifikia mahali hata trachoma watu kule Dodoma walianza upasuaji wa macho kuangalia na trachoma, kumtibu mpaka anapona. Kwa hiyo magonjwa ambayo zamani yalikuwa yana shida, yanaleta adha, lakini kwa sababu serikali yetu kupitia Mama Samia Hassan akaweka fedha nyingi kwa ajili ya magonjwa kuweza kuondolewa katika ulimwengu wa matatizo ambayo yameleta athari kubwa sana katika jamii. Ulizungumzia pale baada ya mimi kuuliza ile swali kwamba siku hizi dawa zile za kinga tiba, ukasema kwamba mnafanya ile tathmini na ilionyesha kwamba ipo chini. Ndio.
Labda kwa tathmini ile jinsi mlivyoanza na tathmini ambayo mnaona mmeiona kwa sasa, mnatarajia labda mpaka ifike mwaka gani walau hata kama sio kumaliza, lakini iwe imepunguzwa kabisa kwamba hasa la mabusha kila baada ya miaka mitatu baada ya kuzunguka mzunguko wa kwanza wa kupewa dawa, kwa sababu kipa dawa Kinondoni pale wanakuja hata maeneo mengine wanakuja kunywa. Kwa mzunguko wa kwanza baada ya kunywa dawa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kila mwaka mara moja. Baada ya pale tunaanza tena kupima. Mfano baada ya kutoa dawa mwaka 2023 mwaka 2023 tulipima tena mwaka jana, tukapima kote, tukaangalia Kigamboni, tukapima Ilala, tukapima na Ubungo, tukaangalia maambukizi bado yapo katika ile 1% ambayo ilikuwa chini ya 1% ambayo ilikuwepo, je bado yapo. Tukapima tena shule za msingi, tukakuta bado chini ya 1% bado iko vile vile. Kwa hiyo ina maana tukabaka bado papi, bado Kinondoni, ambao ndo sasa hivi nguvu kazi kubwa ya kutoa dawa iko vile. Mfikiria kulikuwa na wilaya halmashauri zaidi ya 119, sasa imebaki halmashauri ngapi? Sasa juhudi kubwa sana imefanyika kwa jambo hili hapo. Kwa ndio maana bado juhudi ya kutoa dawa Kinondoni katika kata 10. Nafikiri mwaka huu tutatoa tena dawa katika kata zile 10. Wito wangu kwamba watu wanywe dawa. Zile dawa ni kinga. Unapokunywa kama ulikuwa na vimelea vinaondoka. Uende tena stage nini? Uende tena hatua ya kupata bushi au tende. Kwa sababu kupata tende halirudi tena. Inakuwa ni ugonjwa wa kudumu. Lakini busha ukishapasuliwa halirudi tena. Inaondoka moja kwa moja hiyo. Kwa hiyo mpaka tunakuja kuhitimisha yale malengo ya maendeleo endelevu, unaweza kukuta matatizo kama haya tutaweza kutumia kama malizo wetu. Yana kwa sisi kama wizara tuna target kufikia mwaka 2030 tuweze kutokomeza ugonjwa wa matende na mabusha. Kwa hiyo ni target yetu kama wizara, na of course tuna align na malengo ya WHO ya kuhakikisha angalau kufikia 2030 nchi zenye changamoto za NTDs ziweze kueliminate at least ugonjwa mmoja. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona juhudi zinazidi kuwa kubwa sana na speed yetu ni nzuri kwa upande wa matende na mabusha. Kwa tunaamini miaka 5 miaka 4 hizi halmashauri 5 tuna uwezo wa kuzimaliza vizuri. Sasa na daktari, sasa kwa huu upasuaji, labda kwa mwananchi ambaye anasikiliza na labda leo anatamani kwenda kufika katika kituo cha afya Kilakala au pale Kinondoni, anaweza ukamweleza unachukua muda gani mpaka aweze kurudi kuendelea vizuri na shughuli zake? Sawa. Nadhani kuna muda mratibu hapa aligusia kidogo. Ni kweli akishafanywa ule tunaita ni upasuaji mdogo. Akishafanywa ule upasuaji anaweza akatembea, kwa sababu tunatumia dawa za ganzi ambazo haziathiri sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo ni pale pale tu tukishapasua na akashona vizuri na madaktari, basi anaenda wodini. Kwa hiyo tunamweka wodini kwa masaa 24 kumwangalia kwa ukaribu zaidi kwamba kama kuna changamoto yoyote. Baada ya hapo anaenda nyumbani. Akienda nyumbani atarudi na tutakuja kumwona tena ndani ya wiki 2 kama kuna changamoto yote kapata. Lakini katika huo muda basi anakuwa na changamoto yoyote, anaweza kufanya shughuli zake, na hata ukimwona mtaani hata uweze kujua kama amefanya upasuaji. Ni mtu ambaye anatembea na shughuli zake na yuko vizuri kabisa. Akisharuhusiwa ukimwona hivi hata uweze kujua, kwa sababu inakuwa ni kila kitu kimekaa sawa. Sawa. Ndio. Mratibu, cha kuongeza tu ni kwamba tunaomba Watanzania watu wenye matatizo ya tiba ya upasuaji hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi katika vituo vyetu vya Kilakala pamoja na Temeke. Wasiache kutumia nafasi hii. Ni kuanzia tarehe 5 mpaka 30. Tunaomba Kinondoni, tunaomba Ubungo, tunaomba Kigamboni, tunaomba hichi kituo cha Kinondoni kipo Biafra pale Kinondoni, kiko pale Biafra Kinondoni na kiko Kilakala. Kwa tunaomba wakazi wote wanaoishi pembezoni mwa maeneo haya tuje atupigie simu kama shida, tupigie simu. Tumejitahidi katika kufanya uchunguzi. Tumeshirikiana na waganga wakuu wa manispaa kwamba iwapo watapata skrini zaidi ya watu 5, magari yapo kwa ajili ya kupeleka katika vituo. Hata jana nilikuwa napigia watu kwa kusanya, kama kwa sababu moja kwa piga simu, gari litaenda kule kwa kupeleka Kilakala pamoja na Kinondoni. Magari yapo. Waganga wakuu wa magari yatatolewa, yametolewa magari
kwa ajili ya kuwapeleka katika vile vituo, asipate shida. Kama ana shida apige tu simu, niko sehemu fulani, tutampiki, tutampeleka kwenye kituo cha huduma bila shida yoyote. Labda sasa ungetaje hiyo namba kwa mtu ambaye anatusikiliza, anapiga simu gani, namba ngapi? Labda kama akitaka simu anaweza kupiga simu ya mratibu kutoka Wizara ya Afya, naponya na namba yangu ya simu ama ni 0652 54 44 92. Kama kuna popote pale yupo apige simu hiyo, gari litakuwepo, litampeleka tatu kwa huduma. Sasa na nilikuwa na wakati tunaongea ndo nimekumbuka nikasema kampeni ikiisha tarehe 30 Dar es Salaam. Ndio. Ni kwa Dar es Salaam pekee ama mna mpango wa kutoka na mikoa mingine ambayo mmeona ina uhitaji? Yeah, tuna mpango. Yaani katika kampeni hii tunatarajia kuwafikia Watanzania wenye changamoto ya mabusha 1700 wasiopungua 1700. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam pekee. Kwa Dar es Salaam pekee ni wagonjwa wasiopungua 500. Kwa hiyo tukishamaliza Dar es Salaam tuenda mikoa ya Lindi, Mtwara, Pwani, Morogoro, lakini na Mbeya. Na kote tutafanya kama alivyosema mratibu, kwa maana ukiachana zoezi lenyewe pia ni kujengea uwezo wa wataalamu wanaopatikana katika mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana hata tunapoondoka huduma zinaendelea. Kwa hiyo katika vile vituo tunatengeneza sustainability plan ambayo itaendelea. Kwa hiyo wale tutakapokuwa tunaondoka, wale wataendelea na huduma kama kawaida kwenye maeneo hayo. Yaani huduma ya upasuaji ndio inaendelea kutolewa. Umetaja na mkoa wa Mbeya. Mikoa ya bara mara nyingi hatujashuhudia sana kuona tatizo hili la matende na mabusha. Ya takwimu zipo lakini hazibebi sana mikoa ya bara kwa sababu ya namna ya upatikanaji wa hawa mbu mazalia na aina ya mbu ambao wanaeneza. Of course kwa sasa tafiti zinasema ni mbu wa aina wote, lakini miaka ya nyuma kuna aina moja ya mbu inaitwa Culex, ndio ni common sana na iko very common upande huu wa Pwani. Kwa ndio maana ilikuwa ni common sana kwenye ukanda wa Pwani, lakini haimaanishi kwamba mikoa nyingine hawapati, wanapata kama kawaida. Na ni kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo ni huru na hatuna ukabila, tuna umoja. Kwa leo naweza nikatoka hapa nikaenda kuishi Tunduma. Sasa nimetoka hapa na vimelea vyangu nikafika Tunduma. Kwa hiyo mbu akining'ata mimi akampelekea mtu mwingine, tayari nimeanza kusambaza ugonjwa kwenye jamii. Kwa hiyo ipo na maeneo hayo. Yes. Sawa. Basi mimi nawashukuru sana kwa muda wenu. Labda daktari, kama ungekuwa na neno tu la kuwasihi watazamaji wetu waweze kutumia, kwa sababu mimi naita hii kama fursa. Naomba kabisa na naomba wananchi wa Dar es Salaam tusiache fursa hii adhimu kwetu. Jamii inapokuwa salama, sisi kama Wizara ya Afya kwetu inakuwa ndo kipaumbele chetu. Kwa hiyo nawaomba kabisa fursa hii adhimu waweze kuitumia, na ni fedha zao ambazo zimetumika kuhakikisha kwamba wanakuwa safe. Kwa hiyo wao waje, hamna chochote cha kuogopa, hakuna gharama yoyote ile. Hata tutakapomlaza si akawaza nitaishi vipi, atapewa chakula. Kwa hiyo yani asiwe na shida yoyote ile. Yeye aje kama alivyo, sisi tutampa huduma ya kumtolea busha lile, kumtolea ile ule mzigo na ile kadhia, na atarudi nyumbani akiwa salama kabisa na hana tena shida nyingine wala kuwa na mzigo mwingine ambao anakuwa na uwaza. Sawa. Basi mtazamaji, kama ulivyosikia ni fursa hiyo, na wito umetolewa na mkuu wa wilaya Kinondoni ambaye alikuwa anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo amesema ni muhimu mkatumia fursa hiyo ya kwenda kupata tunasema uchunguzi na tiba ya upasuaji wa mabusha katika mkoa wa Dar es Salaam bila malipo. Hapa studio tulikuwa na Alex Fabian Mkamba ambaye ni mratibu wa magonjwa yaliyokuwa yapewi kipaumbele kwa mkoa, lakini vile ameambatana na daktari ambaye ni Gulinja Anthony ambaye ni mratibu wa ugonjwa wa matende na mabusha taifa kutoka Wizara ya Afya. Asanteni sana kwa muda wenu. Mtazamaji, basi tutapata mapumziko mafupi na baadaye tutarejea katika meza ya wahariri. Endelea kuwa nasi.